Nikukaribishe tena mtazamaji kuendelea kupata dondoo za habari mbalimbali zikiwemo za kijamii kutoka hapa. Bwana, ujio wa mabadiliko ya nauli katika vyombo vya usafiri hapa nchini Tanzania kutokana na tangazo ambalo limetolewa na mamlaka inayohusika na kutangaza bei za nauli nchini. Taarifa hiyo inasema hivi: Mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA imetangaza viwango vipya vya nauli kwa mabasi ya masafa marefu, mabasi ya mjini, daladala, teksi mtandao pamoja na pikipiki mtandao. Tangazo hilo limetolewa Ijumaa Aprili 17, 2026 kupitia gazeti la serikali ambapo zitaanza kutumika siku 14 tangu kutangazwa rasmi kwa mujibu wa gazeti hilo. Aidha, imeeleza kuwa marekebisho hayo yamefanywa kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini sura ya 413 kinachoruhusu LATRA kupanga na kurekebisha viwango vya nauli na tozo za huduma za usafiri. Kwa mujibu wa jedwali lililotolewa, nauli za mabasi ya masafa marefu zimepangwa kulingana na daraja la basi na hali ya barabara. Kwa mabasi ya kawaida ordinary, abiria atalipa shilingi 57.93 kwa kilomita moja kati ya barabara ya lami na shilingi 66.62 kwa barabara ya vumbi. Kwa upande wa mabasi ya kati semi luxury, nauli ya kilomita moja kwenye barabara ya lami ni shilingi 74.18. Pia mabasi ya mjini, daladala, viwango vipya vinaonyesha kuwa safari ya hadi kilomita 10 itagharimu shilingi 700, huku nauli ikiongezeka kulingana na umbali hadi kufikia shilingi 1500 kwa safari ya kilomita 36 hadi 40. Awali nauli ilikuwa kuanzia shilingi 600 kwa umbali usiozidi kilomita 10, ambapo sasa imeongezeka kuwa shilingi 700. Pia umbali wa kilomita 34 hadi 40 ilikuwa ni shilingi 1400, ambapo sasa itakuwa ni shilingi 1500. Hata hivyo, wanafunzi wataendelea kulipa shilingi 200 kwa safari bila kujali umbali. Teksi mtandao, nauli zimepangwa kwa viwango vya chini na juu. Kwa safari isiyozidi kilomita 1, abiria atalipa kati ya shilingi 4000 hadi 5000, huku gharama kuanzia safari ikiwa kati ya shilingi 1100 na shilingi 1200. Vilevile nauli kila kilomita ni kati ya shilingi 1100 hadi 1300, na kwa dakika ni kati ya shilingi 120 hadi shilingi 150. Tozo nyingine ni pamoja na ada ya kusubiri ambayo inaweza kufikia 3%, kamisheni ya 10% hadi 20%, pamoja na tozo ya LATRA ya 0.5% hadi 1%. LATRA imesema mabadiliko hayo yanalenga kuendana na hali halisi ya gharama za uendeshaji wa huduma za usafiri, huku yakihakikisha uwiano kati ya maslahi ya watoa huduma na uwezo wa wananchi kumudu nauli. Ilikuwa ni taarifa ambayo imetolewa na LATRA kuhusiana na viwango vya nauli kuongezeka katika vyombo vya usafiri nchini. Bwana, nadhani utakuwa umepata habari hiyo hapo. Endapo utaona ukichajiwa kiwango tofauti na ulichokuwa ukichajiwa mwanzo, basi ujue ni mabadiliko haya ambayo taarifa imetoka rasmi tarehe 17 Aprili 2026. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kijamii kama haya, teki, burudani pamoja na kufahamu masuala ya michezo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.